Mheshimiwa Rais amerahisisha hivi vitu. Sasa lazima na wafanyakazi na wao kuna haki na wajibu. Hili jambo huwa mnalizungumza sana. Moja linatakiwa litekelezwe, lakini jingine halitakiwi litekelezwe. Haya ni watoto pacha. Lazima wafanyakazi sote tufanye kazi kwa mujibu wa utaratibu ulivyo. Leo hii ukiingia mawizarani mwetu humu, ukitaka watu walalamike, mtandao ukatike. Ukatika tu mtandao, utasikia malalamiko kila pahali. Simu zao watu hawapati kuchati. Lakini muulize mfanyakazi, asubuhi hadi jioni amefanya kazi gani? Ametumia masaa mangapi kufanya kazi? Hivi vitu lazima tuwekane vizuri na vyama vyetu vielekeze huko. Serikali sisi tutatimiza wajibu wetu, lakini na sisi wafanyakazi pia tutimize wajibu wetu, kwa sababu haya tukiyafanya, serikali yoyote inakuwepo madarakani kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Sasa tusipofanya effectively hii, hatutafanikiwa. Kwa hiyo haya tunapaswa tuyajenge pamoja kwa maslahi ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi ningependa sana, kwa kweli mashirikiano ambayo mmeonyesha ni makubwa. Na mimi niwahakikishie kwamba serikali yetu itaendelea kuunga mkono juhudi hizi za vyama, na zile changamoto ambazo zinajitokeza tuko tayari kukaa pamoja kuzitatua kwa pamoja. Stahiki zote ambazo zinastahiki, mishahara, posho, madeni, hili kwa ujumla wake naamini tumelifanya vizuri. Hata kama ziko changamoto ndogo ndogo ambazo inawezekana hazijakamilika, lakini kwa kweli idara yetu, wizara yetu ya utumishi wa umma imelisimamia vizuri. Nasi tumekuwa mstari wa mbele kila wakati, na Mheshimiwa Rais amekuwa akitusisitiza sana juu ya haki hizi. Na tumekuwa kila wakati tukiangalia maslahi ya taasisi hizi na kuona tunafanya marekebisho yapi. Kuhusu madaraja haya, Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo kwenye maeneo haya. Ameshatoa maelekezo kwa utumishi kuja na waraka ambao utaeleza kwa ukubwa wake namna gani utaratibu wa kiutumishi, namna ya kupanda madaraja mpaka mtu anafikia katika ngazi zinazostahili.